mchana na dhuhuri, na sasa ni muda wa jioni, masifu ya jioni. Tunalimidi na kuliinua jina lako. Nikupe hongera we mtu wa Mungu ambaye umelindwa na kutunzwa na Bwana, akakupa chakula, akakupa afya, akakupa amani, akakulinda wewe na wa nyumbani kwako, mke wako, mume wako, pamoja na watoto, pamoja na vyote alivyokupa. Tunalimidi na kuliinua jina la Bwana. Funika macho yako tuweze kumwomba Mungu. Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunalimidi na kuliinua jina lako, mwana wa Mungu aliye hai. Tunasema asante kwako Yehova kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu umekuwa mwema kwa kila jambo katika maisha yetu. Asante kukubali kutushika kwa mkono wako wenye nguvu. Na sasa ni jioni Bwana, na muda mchache ujao tutaenda kupumzika. Asante kwa ajili ya huyu ndugu anayetoka kazini akiwa kwenye gari lake akienda nyumbani. Asante kwa ajili ya hao wanaofunga kazi na ofisi na biashara zao. Asante hata kwa ajili ya wale wanaojiandaa kuingia kwenye biashara mbalimbali kwa jioni na usiku wa leo, hasa kwa jiji la Dar es Salaam na majiji mengine. Tunalimidi na kuliinua jina lako Yehova. Tunasema ni wewe peke yako uliye msaada wetu, uliye kimbilio letu na ngome yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya wagonjwa uliowaponya siku ya leo, kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Tena asante kwa ajili ya wale ambao wamefikiwa na ujumbe wa ibada yetu Bwana kuanzia asubuhi. Asante kwa wale ambao wameonyesha kubarikiwa kwa ibada ya asubuhi na kwa ajili ya ibada ya mchana na jioni hii. Tunalimidi na kuliinua jina lako. Na mbele zako Bwana, mimi ninaahidi mbele ya umati huu kwamba nitapungua siku zote na wewe uzidi. Ni kwako tu nitapiga goti na ninaahidi kupungua ili uzidi Bwana. Basi ukatubariki kwa ibada hii ya jioni, na ukaseme nasi ukianzia kwangu mimi nile mtumishi na mtumwa wako, lakini kwa ajili ya rafiki yangu huyu ambaye anaingia katika ibada na kujihudhurisha. Asante kwamba utatubariki mno kwa wingi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na tunapojiandaa kwa jioni njema, neno lako liwe chakula cha nafsi na roho zetu, na ndipo tutakapoinuka kwa ujasiri mkubwa kukushukuru wewe uliyefanya mbingu na nchi. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, useme nasi ukianzia kwangu. Sema na rafiki yangu, sema na baba huyu, mama huyu, sema na kijana huyu wa kiume na wa kike na mtoto, sema na familia hii, sema na marafiki hawa. Ni katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sikia kuomba kwetu, na kama yuko mwenye imani aseme amen. Sema tena pamoja nami, amen. Ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu jioni hii ya leo kutoka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 11. Kitabu cha Mwanzo, the book of Genesis chapter 3 verse 11. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 11. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Neno la Mungu linasema, akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Mpendwa mtazamaji, mpendwa mwanafamilia na rafiki wa YouTube channel yetu Madhabahu ya Faraja, ninakualika kwa ajili ya ibada fupi jioni ya leo, na nikiomba Mungu aendelee kukubariki, aendelee kukufunika kwa mkono wake wenye nguvu. Neno ambalo tumelisoma jioni ya leo kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 11. Nitarudia, lakini nitakata tu sehemu ya huu mstari ambapo ndipo maudhui ya jioni hii ya leo yanatoka. Na neno la Mungu linasema katika mstari wa 11a, akasema, ni nani aliyekuambia kwamba uchi? Nirudie tena, akasema, ni nani aliyekuambia ya kwamba uchi? Mpendwa rafiki na ndugu unayenifuatilia kupitia akaunti yetu ya YouTube Madhabahu ya Faraja, ujumbe huu ambao umeletwa kwetu
ni kati ya neno ambalo Mungu alimhoji Adamu na Hawa alipokuwa akiwatafuta kwenye ile bustani ya Edeni, na wao walikuwa wamejificha kwa sababu walikataa kutii amri ya Mungu, wakala lile tunda la mti wa katikati ambalo Mungu alisema hili lisiliwe, hili ni kwa ajili yangu mimi Mungu. Alikataa tu, kama ambavyo na baba au mama anavyoweza kuambia watoto wake, hiki hapa msikishike, hiki hapa ni cha baba yenu, hiki ni cha mama yenu, msikishike. Na ndivyo kati ya matunda yote na miti yote iliyokuwa katika bustani ya Edeni, mti uliokuwa umepandwa kando katikati ya bustani ile ulioitwa kwa jina la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu alisema mwanadamu usishike. Ilikuwa ni mali yake Mungu, kama na ambavyo familia inavyojali kuna sehemu ya nyama kwenye kuku ama ng'ombe, baba anapenda kula. Wachaga wengi, kwa mfano mimi, katika kuku mwanzoni nilikuwa nakula kidari, lakini baadaye nikabadilisha, ninakula paja, na familia yangu inajua ninapenda nyama ya paja. Ile ya kidari nimewaachia wengine. Ndivyo ilivyo, watu na nyumba wana mapenzi mbalimbali na utaratibu mbalimbali. Basi Mungu akasema mti wa katikati huo usiliwe, ni kwa ajili yake mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na baada ya Adamu na Hawa kutokumtii Mungu, wakala yale matunda ya mti wa katikati, wakawa uchi, na kwa sababu walikuwa uchi wakajificha. Mungu alipokuja majira ya jioni, na leo ni baada ya majira ya jioni, Mungu anatutembelea kama ilivyokuwa utaratibu wake wa kutembelea na kuwasalimia Adam na Hawa kwenye bustani ya ile ya Eden. Akawaambia, mko wapi? Mbona siwaoni? Wakasema, tuko huku tumejificha kwa sababu tuko uchi. Mungu akauliza, ni nani aliyewaambia kwamba ninyi mko uchi? Na hapa ndipo ambapo mkazo wa ibada ya jioni ya leo, masifu ya jioni, ninakuletea kwako mtu wa Mungu. Ni nani aliyekuambia kwamba uchi? Ndugu zangu, huu ni ujumbe mahususi unaokuja kwangu na unakuja kwako wewe. Kuna perspectives, tuna mitazamo ambayo tunakuwa nayo, na hii mitazamo tulio nayo unakuta wala haijatoka kwa Mungu wala haijatoka kwa shetani. Basi ni sisi wenyewe na hofu zetu, ni sisi na utashi wetu, ni sisi na ubinadamu wetu, ni sisi na ubovu wetu, tunajizulia mambo. Adamu na Hawa wakamjibu Mungu, sisi tumejificha kwa sababu tuko uchi. Mungu akauliza, ni nani aliyewaambia uko uchi? Nisikilize mtumishi wa Mungu, nisikilize mtoto wa Mungu. Kuna mambo ambayo tunajizulia, na wewe unajua kutoka neno la Mithali na kwenye Zaburi kwamba kinywa kinaumba, ulimi unaumba. Na neno la Mungu likasema ulimi huu hapa ni kiungo kidogo sana, lakini chaweza kuwasha moto kinyume na maumbile, msitu ukawaka moto. Tatizo tu ni punje ndogo ya njiti ya kiberiti iliyokubali kuwaka na ikagusa majani makavu msituni, na msitu wote ukalipuka. Ndivyo kilivyo kinywa, ndivyo ulivyo ulimi. Mdogo tu unaweza kusema kitu na ikaleta impact, whether in a negative way or in a positive way. Kinywa, ulimi ni kitu hatari. Tumia ulimi, tumia ulimi wako vizuri. Sasa Adamu anamwambia Mungu, tumejificha kwa sababu tuko uchi. Na Mungu akauliza, ni nani aliwaambia mko uchi? Sikiliza, kuna mambo ambayo tunajitamkia kwa vinywa vyetu na hayo yakaenda kuwa halisia. Kuna mwingine ni maskini leo, kuna mwingine haajiriwi leo, kuna mwingine hakai kwenye ofisi leo, kuna mwingine hataolewa leo, kuna mwingine haoni baraka mbalimbali leo. Kisa ni nini? Ni ulimi huu hapa, ulimi. Adamu anasema niko uchi. Mungu akauliza, ni nani aliyekuambia uko uchi? Na mimi naomba nirudishe neno hili kwako jioni ya leo. Baada ya wewe kuishi kuanzia asubuhi, Mungu akikulinda na kutunza, ikafika saa 4, ikafika mchana, ikafika saa 9, na sasa ni majira ya jioni kwenda kupumzika, au unajiandaa kuingia kwenye shift kazini au kwenye biashara. Ni nani aliyekuambia hicho unachokikiri kwamba ni Mungu, kimetoka kwa Mungu? Ni nani aliyekuambia wewe ni maskini? Ni nani aliyekuambia kwamba hutajenga? Ni nani aliyekuambia kwamba hutaendesha gari?
Ni nani aliyekuambia kwamba hutamaliza elimu yako ya chuo kikuu? Ni nani aliyekuambia hutamiliki fedha? Ni nani aliyekuambia kwamba ugonjwa ulio nao utakuua? Ni nani aliyekuambia ugonjwa huo ulio nao ni wa kwako? Ni nani aliyekuruhusu ujimilikishe? Ni nani aliyekuambia wewe ni mbaya na hutaolewa? Hivi ni nani aliyekuambia kwamba huwezi hicho ambacho unajitangazia? Ni maombi yangu jioni ya leo, kama mimi au wewe tumejikuta tukijitamkia maneno magumu kwa vinywa na ulimi wetu, vikaenda vikaumba jambo, kwa sababu kwa kinywa na kwa ulimi yale tunayotamka yanaumba na maneno yanaumba. Ninaomba jioni ya leo uende ukajifanyie tathmini binafsi. Kama kuna kitu chochote ulichojitamkia kwamba wewe huwezi, ugonjwa huu hauwezi kupona, sijui ugonjwa huu utaniua, mimi siwezi kuwa tajiri, siwezi kuendesha gari, siwezi kujenga nyumba nzuri kama yule, uende ukayafute leo. Tazama, kifutio kipo, ni damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani. Ninakuombea jioni ya leo unapofanya tathmini, basi uweze kuona ni wapi umejitenga kwa maneno yako, uende ukayafute kwa jina la Yesu. Na kama wewe ni mmoja wapo ambaye umejitamkia maneno magumu na hayo maneno yakawa tanzi kwako, yakakuia tanzi mbele yako tayari kukuangusha, nenda ukasimame pamoja nami na useme maneno haya pamoja nami. Tuombe. Sema: Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Wewe ni baba yangu, wewe ni Mungu wangu. Tena asante kwa ajili ya zawadi ya Roho Mtakatifu. Tena asante kwa ajili ya ibada jioni ya leo kupitia madhabahu ya Faraja. Mungu, nimelisikia neno lako na neno hili limekuwa sehemu ya maisha yangu. Ninakuomba sasa, Bwana, ukanirehemu, ukanifadhili. Nimejitamkia maneno ambayo yamerudi na kuwa tanzi, yakaanza kuniangusha. Bwana, ninaiamini damu ya Yesu Kristo jioni ya leo kwamba ikaende kuniosha, kwamba ikaende kufuta maneno magumu niliyojitamkia, kwamba mimi siwezi kumiliki duka, kwamba mimi siwezi kufanya hiki na kile, kwamba ugonjwa huu siwezi kuinuka hapa kitandani utaniua, kwamba mimi siwezi kupata mtoto wa kiume kwa sababu nimefuliza watoto wa kike, au kwamba mimi siwezi kupata mtoto wa kike kwa sababu nimefuliza watoto wa kiume, kwamba mimi kwa mume wangu hawezi kunipenda hata akanibusu, hawezi. Mume wangu ni mlevi, ni chapombe, nimetumia kinywa hiki kuumba. Mungu, ninakusihi kwa jina la Yesu jioni hii ya leo ukafute kila neno nililolitamka, neno kinyume ambalo adui amelichukua kama sababu ya kunishtaki. Hilo neno likafutike leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kuanzia utosi mpaka uwayo, kule kwenye moyo wangu, kupitia damu, kupitia jini ambayo ninaimiliki kutoka baba na mama. Futa chochote ambacho kinapita humu, ambacho kilitamkwa na walezi, kilitamkwa na wazazi, kilitamkwa na wale walionizunguka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Laana yoyote ya kutomiliki na kutawala naifuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, nitakase. Mungu, kanikubali kwa upya. Chana mafaili yote ambayo adui amenishtaki kama mshtaki wa ndugu mbele za Baba, kwamba mashtaki haya yanamhusu huyu kwa sababu aliyatamka tarehe fulani na muda fulani. Yafute kwa damu ya Yesu, yafute na kuyasamehe Bwana, na hatia katika faili langu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, hizo hatia zikafutwe leo kwa jina la Yesu. Baba, asante kunisikia, asante kunikubali, na sasa ninaomba jioni hii kawe njema. Unibariki tena na kunifunika kwa damu ya Yesu, ili mimi nikatembee tena katika jioni na usiku huu, niweze kulala nikiwa na msamaha wako ya Bwana, na ikikupendeza uniamshe kesho nikiwa ni nguvu na afya. Na tazama, nitakapokula chakula changu cha jioni nikile kama dawa, na maji nitakayokunywa au chai niinywe kama dawa, ikaniponye, ikanifungue vifungo. Na nitakapolala, Bwana, futa mafaili yote ambayo adui anamiliki kinyume cha mabaya yote anayonisema, na mimi nikaponywe, nikafunguliwe na kuwekwa huru.